الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع ويركع من يسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. إذا قصد بالعمل سوق العبد إنه يكسد، سبحانه كرمه السياح ولا يحتاج إلى أن يقال له جد. جدد التسبيح لصفاته مستقيما جد. من شبه وعطل لم يرشد، ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة فلم نردد. أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ أنا كيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده سبحانه وتعالى حمد من يرشد بالوقوف إلى بابه ولا يشرد، وأصلي وأسلم على النبي الذي قيل لحاسده فليمدد. ورحمة الله على أصحابه خصوصا منهم أبي بكر الذي لم يسجد للصنم لم يسجد، ولعمر الذي لا زال يقوى به الإسلام ويعظم، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي ما زال يحصد بسيفه زرع الكفر ويحصد. اللهم عمنا برحمة منك يا رب العالمين. إخوة الإيمان, siku moja alikuja katika majlisi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama sahaba kutoka Badia, kutoka majabalini. Jina lake anaitwa Zahir. Sahaba huyu, sahaba wenzake kanu yajiduna as-sa'aba au yajiduna as-sa'ba fi ta'amuli ma'a, yajiduna as-su'ubata fi ta'amulihim ma'a Zahir. Walikuwa wakipata uzito wa kuamiliana naye kutokana na tabia zake. Hakuwa na tabia chafu, hakuwa na tabia mbaya, lakinahu kana shadidan, lakini alikuwa na tabia ya ukali. Na hii ni moja katika tabia za wanadamu. Anawezekana mtu akawa mtu mzuri, tabia nzuri, akhlaq nzuri, lakini anakuwa mkali, harara wanasema. Hata kuzungumza naye inakuwa mpaka utafute njia za mkato kufikia katika mazungumzo, kwa kuna coordination kati yako na yake, insijam ya kuweza kuamiliana naye. Katika masahaba walikuwepo watu kama hao. Mmoja wao alikuwa Zahir. Pamoja na tabia yake ya ukali, uzito wa kuamiliana na wenzake, lakini pia alikuwa anatoka Badia. Badia ni kama mashamba huko. Watu wa mashambani wanakuwa na uslubu wa maisha yao tofauti na watu wa mjini. Hatusemi kwamba tabia mbaya, hapana, uslubu kadhaa ya taamuli yao. Inawezekana wakawa na tabia nzuri kwa walikuwa watu wa mjini, lakini wanakuwa tofauti katika tabia na watu wa mjini. Sasa wakati huo watu wa Badia walikuwa ni watu wazito, ni watu ambao wakali. Hata mmoja alikuwa akija kwa Bwana Mtume, anaonekana huyu anakuja mpaka mbele ya watu, anauliza ayyukum Muhammad, ni nani kati yenu nyie ndo anaitwa Muhammad? Kati Mtume Muhammad ni mtume, sahaba wanamheshimu. Ukiona bedu anakuja huyo moja kwa moja, maminkum Muhammad, nyie hapa nani ndo Muhammad? Sahaba ntizamana, huyu mtu vipi? Sisi tunamzungumzia Muhammad kama rasulul Islam, president of Islam,
Wewe ufike tu kwa watu kwambia nani hapa ndo rais hapa? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi ndio Muhammad. Akamuuliza tena, Allah arsalak, wewe ndio Mungu alikutuma? Allah arsalak. Hakuna maanake mazungumzo. Kwanza kaja labda vipi, salamu alaikum. Alaikum salam, hali zenu vipi? Nataka kujua ni nani yule anaitwa Muhammad. Yani kaja ayukum Muhammad, ana Allah arsala, Mungu kakutuma? Naam, Allahu arsala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yujidu taamula ma, alikuwa anajua njia za kukaa na hawa watu. Ni ngumu mtu kujua kuishi na watu, ni kazi kubwa. Sasa kiumbe ni binadamu, ni mzito katika mambo mengi. Zahir watu wengi walikuwa wakimwepuka kwa sababu mzito wa kuamiliana na wenzake, lakini Mtume peke yake kana yastatiu an yataamala maa. Mtume alikuwa anaweza kukaa naye, akafurahi yule bwana, kaonekana kama ni watu wamewezana katika tabia, lakini siasa maalum ya kuweza kuishi na watu. Huyu Zahir siku moja yuko markiti sokoni, fajaa an-nabiy min warai dhahrihi fahtadanathu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kimya kimya nyuma ya mgongo wa Zahir, akamkumbatia wakati hajui nani amemkumbatia katika mgongo wake. Tizama, Rasulullah. Zahir akauliza, man hadha, nani huyu? Ule ukali ndo nani huyu sasa? Kisha akasema, arsilni, niachie. Bwana Mtume akamwachia, akageuka akasema, fa idha Rasulullah. Nikamuona surprise, Mtume ndo alonikumbatia. Anasema, fa wallahi ma farihtu bi shay'in kamulasaqati jasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sijafurahia kitu katika maisha yangu kama mwili wangu kugusana na mwili wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anatoa ukali, hajui nani alomkamata, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam angalia, anacheza naye, kwenye maskhara naye. Allahu akbar! Nani katika waheshimiwa anaweza kuact akachukua tabia kama za Mtume akawa mheshimiwa wa kweli, akachukua akhlaq kama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawini kweli nyoyo za watu? Lakini wallahi kuna baadhi ya watu wakiwemo katika jamii bado tu wanakuwa wagumu kukaa na wenzao kwa sababu ya tabia zao, kwa sababu ya mazingira fulani yanayomfanya mpaka yeye hataki hata kuamiliana na wenzake kama mtu wa kawaida. Ni kwa shida. Mwili wangu kugusana na mwili wa Mtume, ma farihtu bi shay'in min farhati bihadha, sijawahi kufurahia kitu kama kufurahia jambo hili. Inanikumbusha hadithi ya Sawad ibn Ghazi. Jeshi limesimama, Mtume anakagua gwaride la jeshi la Kiislamu kabla ya vita, atizame nani mdogo, nani ana nguvu, nani hawezi, nani mgonjwa, nani dhaifu. Katikati ya safu alikuwepo bwana mmoja anaitwa Sawad, tumbo lake lilikuwa kubwa kuliko wenzake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu stakimu kama vile katika sala. Sasa yeye hawezi kuwa sambamba na wenzake, kila akikaa kabisa katikati na wenzake tumbo linatokezea mbele. Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita, alikuwa na kipande cha mswaki, akaliweka sawa lile tumbo na kipande cha mswaki, bia istakim ya Sawad, kaa sawa sawa katika safu, ewe Sawad. Sasa yeye alipoguswa na kipande cha mswaki akaruka, ya Rasulullah auja'tani, ya Rasulullah umeniumiza. Allah. Sahaba alikuwa wajanja kiasi, Mtume akashtuka, akaguswa tu hivi, na hata kama kapigwa kweli. Wanasema mpenzi wako anapokupiga huwezi kuumia, unavumilia. Habibu Muhammad amemgusa Sawad, mafrudhi alikuwa avumilie. Akasema, laqad awja'tani ya Rasulullah, alamtani, umeniumiza. Watu wakashangaa,
sisi tuko vitani, umefika hali hii, Mtume amekugusa kidogo sawadi, unasema umeumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sasa itakuwaje kama umeumia? Anasema naomba nikulipize. Watu kaona hii sasa, hii amezidi, amlipize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema sawa. Sasa akachukua na yeye kile kipande cha mswaki, akamwambia Rasulullah, na wewe toa tumbo lako nikulipize. Bwana Mtume akapeleka tumbo lake, akasema hapana, nyanyua nguo, mimi umenipiga tumbo langu liko wazi. Sasa na mimi nikupiga tumbo lako liko wazi. Watu kama vichwa, la hawla wala quwwata illa billah. Bwana Mtume akanyanyua tumbo lake, Sawadi akaliona, akalikumbatia, akalibusu. Akaulizwa, kwa nini unafanya hivyo? Sema wallahi, sasa hivi ninaweza kufa mie, na hata siku moja mwili wangu hujawahi kugusa mwili wa Mtume. Nimeona hilo fursa dhahabia, kikosa hapa tutapata wapi tena? Sina haja kumpiga Mtume, lakini nataka angalau an yakuna akhir ahdi mulasaqatu jasadahu sharif. Nataka iwe mara yangu ya mwisho kuondoka ulimwenguni, angalau nimegusana na mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kuona kweli mjaji. Sayyiduna Mahir, Sayyidina Muhammad amemkumbatia, arsilni, niachie. Kamwachie, kageuka nyuma, fa idha bi rasulillah, kamwona Mtume. Asa wallahi ma farihtu bi shay'in min muhadanatihi, sijafurahia kitu kama kunikumbatia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Liannahu talasaqa jasadi ma'a jasadihi sharif. Hapo hapo sokoni Mtume akamkamata mkono Sawadi, asema man minkum yuridu an yashtari abdan minni, alamnadi, nani kati yenu anataka kununua mtumwa huyu hapa? Krishtuka. Tabaa Mtume alikuwa hauzi watumwa, ni jokes anafanya naye. Sawa, angalia anaamiliana naye huyo mtu. Kwanza ukali wake watu wakimwogopa, tabia yake ya ukavu watu wakimcha, na hivi ndivyo alivyokuwa akiepukwa na watu wengi katika society. Zaidi ya hayo, wanasema kana damima, alikuwa ugly, alikuwa mtu ambaye hakupata yani sehemu katika uzuri wa sura hajapata. Sasa ongezea hayo, watu walikuwa kimuonaona tu hivi hivi, lakini Mtume pamoja na hayo yote anajua kukaa naye. Sasa ananadi, man minkum yashtari minni abdan, nani kati yenu anataka kununua mtumwa huyu hapa? Nani anataka kununua mtumwa marikiti? Na yule akasema, ya Rasulullah, ana kasidu, mtumwa mie, sura yangu mbovu, na mimi mwenyewe kama hivi, hiyo biashara yako itaingia hasara. Mie sio kama manake wale watumwa walikuwa na nguvu na wazuri wa sura, sababu watu wakienda kuangalia watumwa wanatizama mtumwa huyu ananifaa, anamkamata kamata hivi, anaona sura yake nzuri, anaona na maguvu, anaweza kufanya kazi, huyu ananifaa. Nikamwambia Rasulullah, mimi sura yangu kama hivi na hivi, watu walipokuwa katika society wanavoni, na mimi unaniuza, idhan taksudu ya Rasul, utapata hasara bure, biashara yako itadoda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliposikia kilima kile akamwambia, lakinnaka inda Allahi ghali. Angalia kilima hicho, akamwambia mimi sio kama sina thamani katika biashara hii. Akamwambia lakini wewe mbele ya Mungu ni very expensive, ghali inda Allah. Wewe unaona sura yako hii, unaona na vile watu wanakuchukia wengine, lakini wewe mbele ya Mungu ni ghali mno, ghali mbele ya Mungu, kwa sababu hakuna binadamu hata awe na sura kama nani, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anatizama kilichokuwa katika moyo wake. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nini maana ya hadithi? Maana yake leo tunataka tuzungumzie moja katika akhlaq zilizosahaulika katika jamii yetu, khuluqul ihsan, tabia ya ihsan. Ndio maana nimeleta kisa hiki iwe kama madkhal, iwe kama introduction ya darasa yetu ya leo. Darasa yetu ya leo tunazungumzia akhlaq za ihsan. Bado tuko pale pale katika ihsan, tuko pale pale katika akhlaq. Sikiliza katika dua za Mtume upate kuihifadhi nawe. Kuna dua maathura masnuna, zipo dua nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba, sahaba walizipokea wakatuletea sisi.
Na ukitaka kumwomba Mungu ni bora zaidi kuomba katika zile dua alizokuwa akiziomba Mtume, ni bora zaidi. Basi kuna dua Mtume alikuwa akiomba akisema, Allahumma inni as'aluka, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Hii ni dua katika dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya dua hii? Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, ewe Mola niongoze kule kulikokuwa na tabia njema. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, hakuna yeyote anayeweza kumpeleka mtu katika tabia njema isipokuwa wewe. Mtume anaomba aongozwe na Mwenyezi Mungu kunako tabia njema. Wa huwa alladhi qala addabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa huwa alladhi qala Allahu fi haqqihi nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin adhim. Pamoja na haya yote tabia alizokuwa nazo Mtume, lakini bado anamuomba Mungu, anasema hdini li ahsani al-akhlaq ya Rabb innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, niepushe na tabia chafu, nipeleke kulikokuwa na tabia. Pate kuona wewe msikilizaji, wewe ndugu Muislamu, vipi tabia njema ni kitu muhimu katika maisha ya mtu. Kisha kulikuwa kuna dua maalum Mtume kijitizama katika kioo alikuwa akisema, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Rabbi, kama ulivyolifanya umbo langu zuri ifanye na tabia yangu nzuri. Allah ya Rabbi, mpaka kutizama kioni Muislamu na dua yake special. Allahu akbar, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, kama ulivyoifanya sura yangu kuwa nzuri ya Rabbi, naomba na tabia yangu ifanye iwe nzuri. Sasa muhimu sio sura nzuri, muhimu ni tabia nzuri. Wangapi sisi tunaona sura nzuri ndio muhimu? Sura peke yake ndio kitu muhimu. Umbo, madhhari al-dhahiri, mandhari ya huku nje peke yake ndio mazuri, lakini ndani akhlaq. Sasa hata ukitaka kitu unakiangalia kilichokuwa kizuri, ukitaka hata mke unamwangalia alikuwa mzuri wa sura, unaangalia na kupendeza macho au nywele au miguu au kadha, lakini kumbe kuna kitu muhimu, akhlaq. Ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam akazungumza kuhusu akhlaq, bahari kubwa ya maneno, sababu kuna umuhimu wake. Ndio maana sema Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, ikiwa una uzuri hata uwe kama wa mwezi, lakini tabia chafu, mshairi anasema jamalul wajhi ma'a qubhi an-nufus ka qindilin ala qabri al-majus, uzuri wa sura pamoja na nafsi chafu kama kuwasha mshumaa katika kaburi ya wenye kuabudu jua na moto. Hakuna maana yote, kuna faida yoyote. Kwa ajili hiyo basi watu wasijidai kwa uzuri wa sura, wala usijifakhirishe kwa mili yao mizuri, lakini kitu cha kujifakhirisha ni tabia. Laisa aljamalu biathwabin tuzayyinuna inna aljamala jamalu alilmi waladabi. Nasema hakuna uzuri wa nguo zenye kutufanya tunapendeza, uzuri ni uzuri wa tabia na elimu. Ikhwata al-iman, ihsani ni nini maana yake? Kilima hichi unakisikia sana katika Qur'ani, kinatajwa katika hadithi za Bwana Mtume, kinatajwa katika mawaidha ya mashekhi mbalimbali wanataja ihsan, lakini ma maana al-ihsan? Ni nini maana ya ihsan? Mpaka tumetoa kisa hiki, kwani kina uhusiano gani? Relationship yake na ihsani nini kisa hiki? Ihsan maana yake al-itqan. Ihsan maana al-itqan. Al-itqan maana yake ni nini? Ni kufanya kitu kwa ubora wa hali ya juu, ndio maana ya ihsan. Huu msikiti tunavyouona tunasema masha Allah, katika misikiti mizuri hapa Unguja, kama sio namba moja, msikiti Masjid Nur Muhammad. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mahali tunapatizama panapendeza. Sasa kwa lugha ya Kiarabu tunasema al-itqanu fil amal, hii kazi imefanywa kwa ubora wa hali ya juu, ndio maana ya nini? Ihsan. Kumbe ihsan
maana yake ni kufanya kitu kwa ubora wa hali ya juu. Nini ushahidi wa hayo? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amekaa na sahaba, mzima alikuja rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r, jaa anasema la yura alayhi atharu as-safar la ya'rifuhu minna ahad, fajaa hatta jalasa ila rasulillah thumma asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa badaa yas'al ya Muhammad akhbirni an al-islam. Sema alikuja mtu, watu wanamuona masahaba wa Mtume, mweupe mwingi wa nguo, mweupe sana wa nguo, nguo zake nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana, sisi hatumfahamu wala haonekani kama ana safari. Mwenye kusafiri utamwona na mavumbi, ana mizigo, kwenye harakati, lakini huyu mtu msafi, nguo zake nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana, kisha ni mtu ambaye hatumjui sisi, katika sisi sote hakuna anayemfahamu. Kaja moja kwa moja mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakaa kitako, mabega magoti yake kayaelekeza katika magoti ya bwana Mtume, akaanza kumuuliza Mtume, nieleze Uislamu ni kitu gani? Mtume kamwambia, al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, tuqima as-salat, tuti az-zakat, tasum Ramadan, tahujja al-bayt in istata'. Uislamu ni hizo nguzo tano. Kaambia sadaqta, yule bwana aliuliza akasema sadaqta, kweli uliyosema. Na akhbirni anil iman, nieleze nini maana ya iman, nini imani? Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadar. Kamuuliza tena akamwambia sadaqta, kama akhbirni anil ihsan, nini maana ihsan, nini ihsan? Sikiliza jibu la ihsan, nini ihsan? Bwana Mtume akasema al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka'annaka tara. Ihsan ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona yuko mbele yako. Hebu niambie, ingekuwa sisi katika sala zetu Mungu ndio yule pale tunamuona, tungekuwa tunasali vipi? Sio wewe uko kazini mathalan, bosi wako alokuandika kazi akakwambia fanya kazi na mimi niko hapa natizama, ile kazi utaifanya vipi? Biitqani, kwa ubora wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Sema mfanyikazi wangu kweli na bidii, anastahili mshahara kuliko huyu, ni hodari sana huyu, mbele ya macho yangu anafanya haya. Bila shaka kazi yako utaifanya vizuri, lakini je, unaenda tu ofisini, bosi mwenyewe yuko Ulaya, wewe uko hapa, unalipua kama Kiswahili cha vijana wanasema. Na hata swala tunalipua hivyo, kwa sababu kuna watu wanakuja kusali wanasema nishagonga leo, siku yangu tayari. Kwa nini? Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu akbar. Akiuliza pale leo imam kasoma sura gani, wala hajui yeye mwenyewe, hajui kasoma sura gani katika rakaa ya mwanzo. Sasa ingine utasikia mtu yuko Allahu akbar, baada kusema sura kwanza at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibat. Limadha? Kwa sababu hana habari, hajui anafanya nini, la ya'i ma yaqulu, wala hadiriki kujua ni kitu gani anachokisema. Siku moja tulisalisha na imamu mmoja, wakati kusema tahiyat, katoa tahiyat ashhadu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Sasa tuisalamu sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, la ilaha. Sisi tulikuwa watoto wakati ngasema imamu kwa hayupo, kwa sababu assalamu alaykum sami Allahu liman hamida, sami Allah, tukatoka katika sala na sami Allahu liman hamida. Yani mtu awe anadiriki anachokifanya kitu gani. Sasa je, Mungu mwenyewe yuko mbele, sisi tunayemwabudu vipi? Hakimu al-Asam alikuwa akisema, nikiingia katika sala kufanya, pepo iko mbele yangu, moto uko nyuma yangu, chini yangu kuna sirat, na Mwenyezi Mungu ananitizama sasa ninaposali. Ndio maana mnaniona nimetulia, fa uqimu ruku'aha wa arkanaha wa sujudaha wa tuminanaha, natulia kama mnavyoniona nikiingia katika sala, kwa sababu huwa ninachukua kwamba Mungu huyu ananiona hapa. Sasa maana ya ihsani, ndugu zangu Waislamu, ni kufanya jambo kwa ubora wa hali ya juu. Sasa ile kisa tulichokitaja ni kwamba ihsani haitakiwi tu katika ibada. Al-ihsanu fil ibada, ihsanu fil amal, ihsanu fil kalam, ihsan fi kulli shay. Ihsani inahitajika katika jambo lolote.
Ya reti Waislamu walikuwa wanachukua hadithi za Mtume wanazifanyia kazi. Ingekuwa tunazifanyia kazi hata kazi zetu za kawaida. Si umeandikwa kazi wewe, mfanyi kazi labda wa serikali au mfanyi kazi wa private nyingine zozote, NGOs nyingine zozote, umeandikwa kazi, bosi wako kukupa kazi, ukaichukua hadithi hii ya Mtume kwamba mwenye kufanya kazi, yaani ihsani ni kufanya kazi kana kwamba Mungu anakuona. Sababu katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje? Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu anapoifanya kazi yake aifanye kwa ubora wa hali ya juu. Hebu ingekuwa hii hadithi sisi Waislamu tunaifanyia tatbiq na kuitekeleza huko maofisini, huko mawizarani, huko katika jamii yetu tunapoandikwa kazi na mabosi wetu, tunaitekeleza kazi. Leo ingekuwa hakuna watu wanaishi kwa raha na maendeleo makubwa kama Waislamu. Lakini wapi? Hadithi hizi kama tunatoleana tu entertainment. Umepewa kazi unaifanya kwa ubora wa hali ya juu, sio kuripua. Alimradi mimi mwisho wa mwezi ukifika napata mshahara wangu, hata kama sifanyi kazi. Kwa siku unafanya kazi dakika 15 mpaka nusu saa, bado unahesabu umeshatia siku, mshahara wako unapata. Kama unatengeza barabara zinakuwa na mashimo baada ya mwezi mmoja. Kama unajenga majumba, mara jumba linaporomoka. Kama unafanya kazi yoyote, hakuna maana yoyote ya kazi uliyopewa, itikani haionekani. Angalia Waislamu, kumbe wana miundombinu, wana mambo wamepewa na Mtume wao kwamba usijali wewe kitu kingine, fanya kazi kama Mungu anakuona. Allahu akbar. Ichukue hadithi hii ipeleke mahali popote unapopenda wewe katika jamii yetu. Ipeleke katika wafanyabiashara wanaoandika wafanyikazi kazi na mabosi wao, ipeleke katika mawizara, ipeleke mahali popote katika jamii yetu. Alafu wape watu waambie, angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ni mchapakazi hodari, anayejua nini kitu kinachoitwa maendeleo, anayejua nini maisha, anayejua ni kitu gani mwanadamu na karama. Tumwambie inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Mungu anapenda mmoja akifanya kazi yake aifanye kwa ubora wa hali ya juu. Allah. Vijana wanaoandikwa makazi wakafanya tatbiki ya hadithi hii, na mabosi watakuwa mstarehe kabisa, kwa sababu watoto hakuna uvivu, wafanyikazi hakuna uvivu, employer na employee watakuwa katika hali ya ubora wa hali ya juu, kwa sababu ndio kufuata hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan, ihsan ndugu zangu ni al-itqanu fil amal, ni ubora katika amali. Al-itqanu fil kalam, hata ubora katika mazungumzo. Al-itqanu fil muamala, ubora katika muamala wa kuamiliana na watu wengine. Sikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anafanya kazi zake, anazifanya vipi? Mungu ingelikuwa karipua kutengeza hii mbingu, leo ingekuwa ishatudondokea juu ya vichwa vyetu. Ingekuwa kuna uripuaji kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Mbingu leo ingekuwa chini, na sijui tungetafuta nguzo gani ya kuiweka sawa. Renovation yake ingekuwaje? Lakini Allah anasema alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي خلق 7 سماوات طباقا. Mungu ambaye ameumba, ametengeza, amecreate mbingu 7 tabaka, sio moja ile, ziko 7.
Wengine kule kaziita sab'an shidada, mbingu 7 zenye very strong shidada, ili upate kuona kazi zake Mwenyezi Mungu zina itqan, za uripwaji. Alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa, kisha na kuchallenge anasema ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut, huwezi kuona katika utengenezaji wake Mwenyezi Mungu tofauti, huwezi kuona kasoro. Katika aya nyingine Allah anasema badi'u samawat. Badi' bid'a ni kuleta kitu ambacho hakijawahi kuonekana mahala popote. Ndio maana unasikia bid'a hii bid'a hakijawahi kuonekana huku. Mungu ndo kafanya bid'a ya kuleta mbingu, wapi kaona, ili aije kwamba kuna kitu mahali fulani Japani wametengeza mbingu, sasa Mungu kaiga kutoka kwa Wajapani. Badi, yeye ndo mwanzilishaji wa lile jambo, tena ni zuri, tena ni lenye kupendeza, kalifanya kwa ijtihad, kalifanya kwa itqani hali ya juu. Anasema shidada tibaqa ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut, huwezi kuona kasoro katika uumbaji na utengenezaji wake Arrahmani, mwingi wa rehema. Farji' albasar, hebu rudisha macho yako mbinguni. Hal tara min futur, je, unaona mipasuko? Mungu anakuuliza hilo swali. Umeshawahi kuona mbingu imepasuka mahali? Je, umeshawahi kuona mahali kumechakaa, nataka tena blue sky ifanye renovation, ifanye tajdid? Umewahi kuona mahali panavuja? Umewahi kuona mbingu inataka tena upya? Hal tara min futur, hal tara min shuquq, je kuna mipasuko? Thumma rji' albasar, kama hujatocheka rudisha tena macho yako karrataini, yani mara ya pili. Yanqalibu ilaika albasar, macho ndo yatakokurudi kwako mwenyewe, yamechoka kwa kutizama iko wapi kasoro bila kuona kasoro, naye yamekubali. Hii ni kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha khalqullah, hivi ndivyo Mungu anavyotengeza. Allah akasema katika aya nyingine, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Ahsana, ihsani, ahsana yuhsinu ihsana. Alladhi khalaqa, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, Mwenyezi Mungu ambaye amekifanya uzuri, amekifanya kwa itqani hali ya juu, kila kiumbe alichokiumba, kila maumbile yaliyoumbwa, ahsana, kayafanya kwa njia nzuri kabisa. Kazi ya Allah. Tizama huyu mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsana al-ihsan, al-ihsan bado. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbo lililokuwa la ubora zaidi katika ubora. Mwanadamu ingekuwaje mahala pa macho mawili kuna pua mbili, na mahala pa pua kuna jicho moja, masikio yako juu ya utosi wako wa kichwa? Allahu akbar. Ingekuwa hakuna kiumbe anatisha kama mwanadamu. Mdomo uko kwenye goti, ukichukua tonge unaanza kulipeleka kwenye jicho hapa, unatizama, alafu unachukua harufu kwenye pua zote mbikisha unapeleka kwenye goti, ndio unatafuna. Allahu akbar. Lakini kwa kuwa Mungu ni muhandis katika handasa ya hali ya juu, basi akasema ahsana. Katika aya nyingine sema walladhi yusawwirukum fil arham walladhi yusawwirukum fa ahsana suwarakum walladhi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Mwenyezi Mungu alokutieni sura akazifanya ahsan sura zenu. Hakuna kiumbe mzuri kama mwanadamu. Ndio maana bwana mmoja alimwambia mkewe, anti taliqun illa lam takuni kalqamar, mke wangu nimekuacha talaka kama hutokuwa mzuri kama mwezi. Hii ni talaka ya kutundika. Yeye anamwambia mkeo, ukitoka tu nimekuacha. Mfano akitoka talaka yake, sababu kama we hui mzuri kama mwezi ndio talaka yako.
mkewe kasema hii tayari talaka, mimi nitakuwaje mzuri kama mwezi? Mwezi unatoa mwangaza kwa watu wote. Kafunya virago vyake akafunganya, huyo akatoka akaenda kwao. Kufika kule babake kumwambia, kwani umerudi? Kasema mume wangu kaniacha. Kuacha mimi? Kasema kama sitokuwa mzuri kama mwezi ndio talaka. Kaambia hii talaka ina mushkili, twende kwa kadhi. Kadhi akaulizwa vipi? Kaambia kama hutakuwa mzuri kama mwezi ndio talaka yako. Kadhi akasema ndio, hawezi kuwa mzuri kama mwezi, na maana hiyo ndio talaka yake. Lakini kadhi akasema ngoja tu aulize wanachuoni. Kawaita mashekhe, nipeni fatwa zenu. Kuna shekhe kila mmoja sema hiyo ni talaka kwa sababu hawezi kuwa mzuri kama mwezi. Shekhe mmoja akasema la, huyo hajaachika kwa sababu yeye mwenyewe mzuri kuliko mwezi. Akaulizwa kivipi? Akasema Mwenyezi Mungu asema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kika tumemuumba mwanadamu katika umbile bora zaidi. Hakuna kiumbe bora zaidi katika viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu kama mwanadamu. Kwa hiyo hata mwezi mbele haupati sura ya binadamu. Akarudi kwa mumewe, talaka ikawa haikutuka. Ihsan al-itqa. Na watu wenye tabia hizi, sababu tabia hizi Mungu ameziamrisha katika suratul Nahl. Allah anasemaje? Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Mwenyezi Mungu ameamrisha, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Mungu ameamrisha watu wafanye uadilifu. Mungu ameamrisha watu wafanye ihsani. Ihsani hiyo tunayoizungumza, yani mambo yao yote wayafanye kwa ubora, ikiwa ni amali, ikiwa ni muamala, ni maisha, ikiwa ni maneno, hata mazungumzo. Kulli ibadi yaqulu billati hiya ahsan, yaqulu allati ahsan. Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, ahsan. Isema waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah. Hata katika dua tumeambia tumwombe Mungu, sema Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watu wenye kufuata yale ambayo ni mazuri zaidi. Ahsan ndio kitu muhimu. Sasa ukikaa na wenzako, hakikisha tabia ya ihsani ndio iliyokutawala. Hakikisha mpaka wakati wa kuzungumza na watu, hata katika mijadala. Allahu Ta'ala anamwambia watu jadilianeni, lakini wajadiluhum billati hiya ahsan. Jadilianeni na watu katika maneno ya ahsan, mpaka jidala, mjadala. Mtume sallallahu siku moja amejiwa na bwana mmoja anaitwa Abu Walid Utbah ibn Rabi'a. Kaambia, ya Muhammad, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka al-amwala kullaha hatta takuna akthara minna mala. Muhammadi, unapiga kelele miungu wetu hawafai, sisi tunaona una mada, una ajenda ya siri unataka. Sasa nakwambia, kama unataka mali, sema tukutafutie mali. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka, kama unataka ufalme tutakupa ufalme. Wa in kunta turidu jahan, ikiwa unataka ukubwa, cheo chochote, ja'alnaka sultanan, tutakupa. Wa in kana hadha alladhi yatika riyan, na kama una matatizo ya maradhi na una mashetani yanakusumbua, jama'na laka al-atibba, tukutafutia waganga, fayudawik, ili wapate kukupunga. Lakini usituambie la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu anasikiliza kuanzia la mwanzo, anahesabiwa, si anafanya dawa. Wewe kama unataka pesa sema, kama unataka ufalme sema, unataka cheo sema, la sivyo unaumwa sema tutafutie tabibu. Nani mtakubali mambo kama wewe unafanya dawa? Bwana, wewe unatafuta pesa sema tukupe pesa. Utampiga mtu ngumi hajamaliza la pili, kimtu sasa kimya. Kisha sikiliza kauli ya Mtume baada ya kumaliza, kwamba ya Abul Walid aw qad faraghta, ewe baba yake Walid umemaliza. Akamwambia ya Utba, akamwambia ya Abul Walid, baba yake Walid, kampa na cheo na heshima. Unajua hakuna kitu kizuri kama kumuita mtu babake fulani, unafurahi.
Mtume sallallahu alikuwa anapenda ya aba fulani, yani yeye kitwa Abul Qasim, bwana Mtume baba yake nani? Qasim. Unafurahi ukiitwa jina hili. Sisi Waswahili tumezoea majina hayo, tunaitwa na wake zetu pekee, lakini hata waume babake fulani, lakini ukiitwa babake fulani na mwanamume unaona kama kinyume nyume. Hapana, hii ni akhlaq vile vile na kutia furaha katika moyo wa mtu. Babake fulani, babake, na mtu anajisikia. Na ndio maana Mtume kamuuliza ya abal walidi aw qad faraghta, ewe baba yake Walid, umemaliza kuzungumza? Akamwambia naam. Akamwambia basi fasma minni, sasa nami nisikilize. Na akasikiliza. Bwana Mtume kamsomea Qur'an, ni bwana akachukua mdomo akaufunika, sema la, haya si maneno ya kawaida. Akarudi kwa Makuraishi wenzake, wale wakasema tumemwona ameondoka hapa na uso mwingine, wajaa biwajhin alladhi lam yantaliq bihi, kaja na uso mwingine, kabadilika kabisa kusikia maneno ya Muhammad. Hata hiwar, hata mjadala. Maana sisi Waislamu hata tunapoambiwa tujadiliane na Wakristo, tunapewa fursa ya kujadiliana, lakini kwa njia nzuri, bila kutukanana wala kukebehiana wala kufanyiana kejeli na vitu kama hivyo. Kwa sababu nini? Tabia ya ihsan, jadiluhum billati hiya ahsan, jadilianeni nao lakini kwa njia nzuri. Sasa ndugu zangu Waislamu, ihsani ni tabia ambayo wenye kuwa nayo Mwenyezi Mungu anawapenda. Zingiti hawauziwi, hawanunui watu kutoka kwao, hawasemeshwi, wamekaa katika shibi pango moja pale. Yuko bwana huyu Abul Bukhturi ibn Hisham, yeye alikuwa hakubaliani kabisa na vikwazo hivi vya uchumi alivyowekewa Mtume, bali alikuwa akichukua ngamia wake kipando chake usiku, akibeba unga kwa siri akimpelekea Muhammad. Akamwambia mimi sikubali watu wangu wafe na njaa, siwezi kukubaliana na fikra za kuwafanya nyinyi mupe na njaa. Chakula hiki nakuletea kwa siri. Bwana Mtume alipokea. Baada ya miaka 10 na vita vya Badri vilivyosimama, sababu hii ilikuwa kabla ya hijra. Abul Bukhturi anafanya hivi kabla ya Mtume kwenda zake Madina. Baada ya miaka zaidi ya 8 hapo kumekuwa na vita. Sasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangaza, ala man wajada Abul Bukhturi ibn Hisham fala yuqatilanna, sisi tuko vitani hapa, lakini yeyote atakayekabiliana na bwana anaitwa Abul Bukhturi ibn Hisham asije akamua. Innahu kana ma'ana bimakka wa lahu mawaqif kadha wa kadha wa kadha, sisi tulikuwa naye katika pango huko Makka kabla ya kuja Madina, alitufanyia hili, akalitufanyia hili, akalitufanyia hili. Basi asije mtu akamuua huyo anayetangaziwa, yuko pamoja na makafiri wenzake kule. Yeye kakamata upanga, anataka kuwapiga vita Waislamu. Hili kalifanya lilimuuma. Kwa nini ndugu zake hawa wananyimwa chakula na Mtume hakulisahau lile? Tizama tabia zao hawa watu wa leo. Mtume angefufuliwa akatuona sisi, angetukataa akasema sio hawa. Mwenyewe alisema rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ihsan an tuqabila alhasan biakthar min dhalik. Bwana Mtume anasema atakayemuona Abul Bukhturi fala yuqatil, basi mpige, simuue. Sahaba mmoja akaenda akaonana naye ana kwa ana, akakumbuka kauli ya Mtume, akamkwepa. Abul Bukhturi anamwambia mbona uniui? Akamwambia Mtume ametangaza tusikuue. Akampiga aliyokuwa karibu naye, akamwambia basi na mimi natoa amri, kama Mtume wenu kasema msiniue mimi, na huyu pia ndugu yangu simuue. Akamwambia Mtume katuambia wewe peke yako, hajasema na ndugu yako, huyu nitampiga vita. Nasema basi kama unampiga wewe na mimi nakuua wewe. Akasema hata ukiniua mimi sikuui. Mtume katoa amri basi. Yule bwana akawa anamfuata yule sahaba na upanga, sahaba na mkwepa, sahaba na mkwepa, kila akifuata sahaba na kwepa, mpaka imefika mahali upanga uko karibu na shingo ya sahaba wa Mtume kutoka kwa Abul Bukhturi ibn Hisham. Alipoona anataka kuuawa akachukua upanga akamuua, lakini akalia
karudi kwa Mtume, ya Rasulullah, laqad qataltuhu, Rasulullah, nimemuua. Nani? Akamwambia Abul Bakhtariya bin Hisham, ulisema tusimuue, walaula annahu kada an yaqtulani lama qataltuhu, na laitani ingekuwa hakuwa karibu kuniua mimi nisingemuua ya Rasulullah, nimemuua kwa sababu alikuwa karibu aniue. Mtume akasema afa Allahu anka, Mungu atakusamehe, hujafanya maksudi. Ikhwat al-iman, ihsani imekosekana. Ihsani hata katika vitu unavyoviona wewe havina maana. Mtume sallam katika hadithi anasema inna Allah ta'ala kataba al-ihsana ala kulli shay, Mwenyezi Mungu ameandika ihsani juu ya kila kitu, yani kila kitu kifanywe ihsani. Fa idha dhabahta fa ahsinu dhibhata, ukienda kuchinja ewe Muislamu, fa ahsin, ngiri kilima hiyo, fa ahsin dhibha, ihsani iwepo katika kuchinja, yani chinja vizuri. Sio kwamba umemchukua mbuzi, alimwona Mtume mtu anachinja mbuzi, kwanza amemchukua mbuzi amemfunga, alafu amemwacha kule pembeni, anapiga kwa kwato zake, anafurukuta mbuzi, yeye yuko kando anapiga kisu chake makali, mbuzi pale kishaandaliwa. Kaambia mwache mbuzi kwanza, usimfunge, tia kisu chako makali kwanza, alafu baadaye sasa unataka kumchinja ndio muandae. Sio umemfunga huko anagaragara mbuzi, jicho limemtoka, wewe unatia kisu makali. Na kuna wengine uwapitishia hasa mbuzi kwenye macho, leo wewe unaona leo supu leo Mtu anasema hawa wanalia pia hata kama sio machozi. Jogoo kamkamata mtu anamuonyesha, anambia yeye leo tunakwenda kukula wewe, hakuna tena kuwika hapa, utakuwa supu wewe. Yabki min ghairi dumu, analia bila ya machozi. Sasa Mtume anasema inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, Mungu ameandika ihsani juu ya kila kitu. Fa idha dhabahtum fa ahsinu dhibhata, mukichinja chinjeni vizuri. Mtume anazungumzia haki za wanyama. Wako wapi wanaosema wanazungumzia haki za wanadamu? Ziko wapi hizo organization zinazodai kwamba sasa zimeibuka kutetea human rights? Waje katika Uislamu waone human rights inavyozungumziwa na kitabu mpaka na hadithi za Bwana Mtume. Allahu anzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha mathali yakshairu minhu julud. Hata kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu sisi kwamba ndo katiba ya maisha yetu, kakisifu Mwenyezi Mungu sema Allahu anzala au Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban. Mwenyezi Mungu ameteremsha mazungumzo ya ihsan, mazungumzo mazuri zaidi, mazungumzo ya Qur'an, kitaban, kitabu ambacho ngozi za walioamini zinatetemeka wakisikia maneno kama haya. Waje wausome Uislamu baada kuona watu huzungumzia Uislamu kwa ubaya, kwa sababu hawajui Uislamu, hawajausoma, hawajasikia Muhammad ibn Abdullah anafundisha nini. Na wengine husema matusi makubwa kwa Uislamu, si kwa sababu wanajua Uislamu, kwa sababu ya chuki zao dhidi ya Uislamu. Uislamu ambao kabla ya kuwa na hadhari kwa mwanadamu mwenye akili umekuwa na tahadhari kwa mnyama. Umekuwa na tahadhari kwa mnyama. Sayyidina Umar alikuwa analia usiku, analia, naulizwa unalia nini? Anasema akhsha an yasalani Allah, Mungu ataniuliza, ninaogopa siku ya Kiyama, anil baghla, kuhusu mnyama ambaye amevunjika mguu. Lima lam tuslih lahu tariqa ya Umar, kwa nini hukumtengezea barabara akapita vizuri mpaka asivunjike miguu yake? Kondoo naogopa ataulizwa na Mwenyezi Mungu. Je, binadamu? Leo watu kwa hao wanazungumzia haki za binadamu, wao ndio wenye kuwaua watu huko kama vile kuku. Ziko wapi haki za binadamu? Wafungwa hata haki za mbwa hawapewi, kwa sababu mbwa wa Marekani na mbwa mahala popote pengine ni muhtaram, anaweza kuwa ana value kubwa hata kuliko binadamu katika hukuki anazopewa. Hapewi.
Uislamu umezungumza haki za watu, haki za wanyama, haki za kila kitu. Mtume anasema idha dhabahtum, mkienda kuchinja, fa ahsinu dhibhata, chinjeni vizuri. Wa idha qataltum, hata mkiua, fa ahsinu alqitlata, uweni vizuri. Mtume alikuwa si kamanda wa jeshi, akiamrisha jeshi, siru biidhnillah, nendeni kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. La taqtulu shaykhan kabiran faniyan, katika hivi vita tunavyokwenda, msije mkamuua mtu mzima mwenyewe amejikalia huko, mtu mzima mwacheni. Wala taqtulu mraatan, wala msije mkamuua mwanamke. Sikiliza oda hiyo kutoka kwa kamanda wa jeshi Muhammad ibn Abdullah. Wala taqtulu sabiyan, wala msiue mtoto mchanga. Wala taquru nakhla, wala msikate kate mitende, miti yenye matunda, msifanye uharibifu. Wala man yafiru ila sawmati, mtu ambaye anakimbia anajisalimisha, mwacheni. La tumathilu, wala msikatikate vinyama baada ya kuua, ukakata sikio kidogo na pua na kidole. La tumathilu. Angalia hizi oda anazopewa watu, wanakwenda vitani kupigana na maadui. Ndivyo watu wanavyofanya hivi leo. Ndio battalion zinazoingia katika sehemu ya vita zinavyofanya. Wakija wakiwakosa watu, watambuzi watawapiga mateke. Wakija watapiga hata sufuria za ugali jikoni, watavunja mpaka nyumba za watu, watafanya uharibifu, kila aina ya uharibifu unaojua wewe. Nyumba inadondoshewa bomu la tani 500, uharibifu mkubwa. Lakini Sayyiduna Muhammad alikuwa anajua ihsani ni kitu gani. Idha qataltum fa ahsinu alqitlata, hata mkiua uweni vizuri. Kisha anasemaje? Waliyuhidda ahadukum shafratahu, atie makali sana mmoja wenu kisu chake. Waliyurih dhabihatahu, na apumzishe mchinjwa wake. Kile mnyama anayemchinja ampumzishe, ampe raha anapomchinja. Kumpa raha manake kisu kiwe kikali, kisha kipite haraka haraka katika koo, asichinjwe jogoo. Mtu anachinja nusu saa nzima, anapeleka kisu tu na huko anafurahi, anaumia. Mchinje mara moja, ili mpaka kule kuchinjwa kwenyewe basi pate maumivu. Kuna dini kama Uislamu? Ihsani. Ihsani, ndugu zangu ni Waislamu, mpaka wakati wa ugomvi kati ya mke na mume. Mtashangaa Mwenyezi Mungu kataka ihsani iwepo mpaka katika talaka. Allah anasema at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Ndivyo tunavyoachana, kukawa na ihsani katika talaka. At-talaqu marratan, talaka unayoweza kumrudia mkeo ni talaka 2, kwa maana kwamba ukimwacha mke talaka 3 huwezi kumregea. Yani inamaanisha kwamba ukimpa talaka mke, ikiwa ni mwanamke anapata damu ya haidh, akipata damu ya haidh mara 3, talaka yake, yani eda yake imekwisha. Mwanamke akiachwa anakaa eda. Eda maana kile kipindi cha eda hafai kuolewa na mume mwingine, kwa sababu bado yuko katika milki ya mumewe, japo kamwacha kampa talaka. Na huyu mumewe ana haki ya kumrudia wakati wowote anaopenda. Anaweza kurudi, jana amempa talaka, akamwambia tayari nimekuregea. Na mwanamke asemi sitaki, kwa sababu yuko ndani ya milki ya mumewe bado. Mwanamke yoyote atakayesema kumwambia mumewe umeniregea lakini sijakubali, haiwezekani, kwa sababu bado yuko muda wa talaka haujamalizika, ule wa eda. Anasema Mwenyezi Mungu, wa buulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalik, na waume zao ndo wana haki ya kuwaregea wake hao walioacha ndani ya muda ambao hawajamaliza eda zao. Kwa maana kwamba ikimalizika tahara 3, eda imemalizika. Kwa hiyo mwanamke mwenye kupata damu ya haidhi akipata tena, eda imekwisha. Sasa anaweza kwenda kuolewa kwingine, na mume akitaka tena kwenda kumuoa itabidi kuwe na ndoa mpya nyingine na mahari mapya na kila kitu kipya. Na hivi ndivyo ambavyo Waislamu wanaishi. Sasa tunaambiwa fa in talaqaha, akimpa talaka 3, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra,
Akiachwa talaka tatu si halali mpaka akaolewe na mume mwingine, ndipo anaweza tena kurudi kwa mkewe. Tena ndoa ya hiari, sio ndoa ya kupanga, kwa sababu mtu bado anamtaka mkewe, lakini kishamaliza talaka tatu zote anapanga nifanye nini, anaambiwa huyu hawezi tena kurudi kwako mpaka aolewe na mume mwingine mbali, hapo anaweza kumuoa huyu. Basi anamfuata jamaa, anamwambia bwana, kuna mwanamke nataka ukamuoe, lakini usije ukamwingilia, muoe tu alafu baadaye mwache, sawa? Na yule anasema sawa, anampa pesa, ndachika hizi 500,000 nakupa, kawatoe mahari, kafanya kila kitu. Ukiambiwa umekubali, baadaye kakaa naye unababaisha wiki, mtwange talaka ili nipate kumrudia mke wangu. Talaka hii ni ndoa hii ni haramu. Mtume sallam kawalani watu hawa, na anasema wanalaaniwa na Mwenyezi Mungu. Katika hadithi anasema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallila lah, Mtume aliwalani na wewe Mwenyezi Mungu akawalani wenye kuhalalishia wenzao wake zao. Yani huyu anayepangiwa kamuoe na yakakubali kalaaniwa, na yule mwenye kulahalalishiwa yule mume kalaaniwa naye. Na maana ya kulaaniwa ni kutolewa katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na watu wanafanya, lakini wengine nao akipewa pesa waache, hawaachi. Miaka 10 bado yuko tu, bwana vipi? Ambia bado. Rasul wasema hatta yadhuqa usailata wa tadhuqa usailata. Basi talaka kama hizi tunaambiwa imsakun bima'ruf, ima ukae naye kwa wema, au tasrihun biihsan, au muachane kwa ihsan. Kuacha ihsan, sijui ni ndoa ngapi unaweza kuzihesabu tulizoachana kwa ihsan. Amna ihsan, buti kichwa kwenu ndio ihsani yenyewe. Wakati wa ugomvi wa talaka hamna vitu kama hivi. Ihsani, anaenda kwao unampa, au anabakia nyumbani unampa nafaka. Nafaka ni ile kitoka nyumba unamlisha mpaka maliza eda yake, bila ya masimango, bila ya matukano, bila ya kitu chochote kibaya. Hii ndio ihsani yenyewe. Lakini mtu akishamwacha ndio amemwacha. Ana watoto hamshughulikii wenyewe katika kipindi cha eda, hataki kusikia habari zozote, na akisikia kaolewa na mwingine hakubali, anatembea na kiswa. Unatembea na kisu kama unampenda, kwani umemwacha? Umemkataa kwa sababu humtaki. Kama humtaki, waachie wengine wachukue. Kwa nini unafanya vita? Wengine umnyang'anya kila kitu. Umekuja kutoka kwenu mwembamba hapa kama kuku, umenona kwa sababu mimi nakulisha, nguo zangu zote acha hapa. Anamnyang'anya kila kitu alichompa. Hiyo sio ihsani. Ihsani ni kufanya vizuri zaidi ya hivi. Mwache achukue anachotaka, mwache afanye anavyotaka. Hata akikufanyia ubaya wewe usimlipe ubaya. Ndio maana ya ungwana wa ihsani. Achukue chake na chako, hata akichukua mwachie achukue, iwe kwa njia nzuri au kwa dhulma. Mwenyezi Mungu hakupotei kitu kwake subhanahu wa ta'ala. Basi mafundisho kama haya sisi tuko wapi nayo? Ihsani tumefundishwa kukaa na watoto wetu tuwafanyie ihsani. Bwana Mtume anasema yeyote atakayepewa binti wawili au watoto wawili wa kike au dada wawili, akawa nao akawalea, fa ahsana tarbiyatahuma au suhbatahuma, akafanya vizuri kukaa nao, ahsana, ihsani ikawa katika kukaa nao, anasema illa adkhalatahu aljanna, itakuwa sababu ya binti hao wawili kumuingiza peponi. Ukiwalea binti wawili malezi bora, Mtume anasema itakuwa sababu ya wewe kwenda peponi. Mtume alikuwa akimlea binti yake Fatima, akimpenda sana. Naangalia mfano huu mpaka ilikuwa Mtume tukisikia Fatima ndo aloingia nyumbani, kana yaqumu ilaiha wa yuqabbiluha fi ra'siha. Mtume alikuwa ananyanyuka akimwona Fatima. Fatima ni binti yake, ananyanyuka bwana Mtume anaenda anambusu katika kichwa chake. Katika sisi baba tulikuwa na watoto wa kike, nani amembusu mtoto wake katika kichwa chake? Naogopa kusikia jibu, naogopa kusikia jibu. Nauliza tu, sitaki kujibiwa, kwa sababu majibu hayaridhishi. Nani amembusu mtoto wake wa kike katika kichwa chake? Kabla. Na watu wakikuona unambusu mtoto wako wa kichwa kichani,
Nasema bwana fulani ameharibiwa. Mnacheka. Uislamu wetu ulivyokuwa umeharibiwa. Mtume anambusu Fatima kichani kwake. Ihsan, tarbiyatul bint. Kwa sababu watu waliuchafua Uislamu hapo, ilikuwa mtoto wa kike akizaliwa anazikwa akiwa hai. Anasema hana maana yoyote, kazi yake kuomba. Leo hakuna chumvi, leo hakuna pesa, hana maana yoyote. Nataka mtoto wa kiume. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhib. Mtu akiambiwa leo umezaliwa baby girl, anasema laitani nisingezaliwa mie. Mtoto wa kike ana maana gani? Kiislamu ukaondoa, Mtume anaonyesha mfano, ananyanyuka na mbusu kwa. Kisha alikuwa anampenda sana, hataki hata awe mbali naye. Wewe mpende binti yako hivyo, uone atakavyokusema huko mitaani. Kisha basi Ali ibn Abi Talib kumwoa bibi Fatima, ikawa firaku bainaha wa baina rasulillah, yuko huko mbali kabisa, hamuoni kama kawaida. Mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na nyumba pembeni mwa msikiti, kwa sahaba mmoja kenda akamwambia, unajua nataka ninunue nyumba hii nimpe Fatima awe karibu na mimi. Hal tabi'u albayt, je, unaweza kuniuzia nyumba hii? Nini, nataka kumchukua Fatima kule aje hapa akae karibu na yeye, akae karibu na yeye. Wewe binti yako yuko Ulaya leo miaka 7 haja simu na kupigia baada ya miaka, kwa sababu anakuletea pesa wala hujai. Kiwe baba anakuja, unafuata nini huku, shida tupu, kaa huko motoni. La ilaha illallah. Watoto wetu wameenda huko, wametapakaa kila sehemu, wa kike, alafu watoto wa kike. Je, tunahisi vipi katika nyoyo zetu kwa watoto wetu wa kike kuwa mbali na sisi? Mtume anafanya minzi, anataka kuinunua nyumba pembeni mwa msikiti, aje akae nani? Fatima na mumewe. Kaambia hal tabi'u albayt, unauza nyumba hii? Yule bwana aliposikia kwamba Mtume anataka kuinunua nyumba ile kwa ajili ya Fatima, kaambia Rasulullah, ana wa baiti fi sabilillah, mimi na nyumba yangu sote tuko sabilillah, chukua bure. Fatima aje akae naye. Kwa wapi sisi na ihsani ya kuwatendea watoto wetu? Bali ihsani tuwatendee wazazi wetu. Ukisikia ihsani kila siku tunazungumza, ni kufanya amali. Hata ukimtizama baba, uhakikishe mtizamo wako ni wa ihsani. Hata ukisema naye maneno yako ni ya ihsani. Hata kuamiliana naye baba, muamala wako ni wa ihsani. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsani. Ihsani manake ni kufanya kitu kwa ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa fani, hakikisha fani yako unafanya kwa sababu ya kutafuta kizuri cha kumfanyia baba. Ndugu zangu Waislamu, hii ni tabia moja ambazo tunapaswa kuwa nazo katika jamii yetu ili tupate maisha mazuri. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kufanya wema. Na katika tabia za watu wema vile vile Mwenyezi Mungu sema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Na katika aya nyingine Allah anasemaje? Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, watu watakuwa na husna, pepo, na ziada, na zaidi ya pepo. Allah anasema katika aya nyingine, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Basi aya hizi zote zinazungumzia kitu al-itqan. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa muhsinin. Allahumma ij'alna min al-muhsinin.